Katika kutekeleza dira yetu 2050 kama alivyosema Katibu Mkuu, hususan katika eneo la kukuza sekta binafsi na kupitia mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa, tumejiwekea lengo la kuimarisha na kukuza uwekezaji wa sekta binafsi, na sekta binafsi akiwa ni mtekelezaji mkuu wa mipango ya maendeleo. Na moja ya eneo ambalo tumejiwekea, tumeweka kwamba tutumie vizuri fursa tulionayo ya jiografia ya nchi yetu. Jiografia ya nchi yetu ni nzuri sana, kwa maana kwamba tumebarikiwa kuwa na maziwa, lakini muhimu sana kuwa na bahari, which means nchi yetu inakuwa ni gateway, ni lango kuu la biashara katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, ukanda ya kati wa kusini mwa Afrika na Afrika nzima kwa ujumla. Kwa hiyo tuna nafasi nzuri ya kuongeza ushindani wa kikanda na kimataifa kwa kutumia jiografia. Kwa hafla ya leo ni muhimu sana katika kutekeleza maono haya yaliyopo katika mipango ya maendeleo, ambayo pia ndiyo maono ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo ninayo furaha kubwa kushiriki nanyi leo katika uzinduzi wa kituo cha pamoja cha kuwezesha manunuzi ya mauzo ya nje, yani Sourcing and Export Center, na programu ya mafunzo ya wawekezaji vijana katika eneo maalumu hili la uwekezaji la Benjamin William Mkapa hapa Mabibo na Makuburi pia. Na tukio la leo si uzinduzi tu wa program, bali ni uzinduzi wa njia mpya kwa sekta binafsi nchini, na hususan vijana kuingia kwenye uchumi wa viwanda, kuingia kwenye uzalishaji wa kisasa na kuingia katika masoko ya kimataifa. Kwa hiyo hapa tumeyasema haya mara nyingi, lakini tunatekeleza kwa vitendo. Ni muhimu sana kujengeana uwezo. Tunataka sekta binafsi ya Tanzania iingie kwenye soko la ushindani wa kikanda. Tunayo Africa Free Trade Area ambayo maarufu kama FCFTA, ni soko kubwa, lakini huwezi kwenda kwenye ile soko bila kujiandaa kushindana. Usipoandaa kushindana, tutabaki nchi yetu kuwa soko tu badala sisi kwenda kuuza kule. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kutekeleza hilo, ili tukuze ushindani na tuweze kukuza uwezo wa kushindana miongoni mwa sekta yetu binafsi hapa nchini. Na kwa nini ni vijana? Jibu lake ni rahisi. Ndio wanaoshikilia hatima ya Tanzania leo na kesho. Tazama tu hizi takwimu zifuatazo. Kwa sio tu taifa la kesho, taifa hili wanashikilia hatima ya nchi yetu leo tulipo na kesho kutwa. Na ukitaka kujua hilo, sikiliza hizi takwimu. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, 76% ya Watanzania wapo chini ya miaka 35. Kwa 76. Lakini ukisogea 80% wapo chini ya miaka 40. Kwa kizunguka hapa mtano unazunguka, ukikutana na watu 8, ukikutana na watu 10, watu 8 wapo chini ya miaka 40. Kwa wengi hapa nimeshatoka huko. Kwa nchi ukiwa na miaka 45 ukapigwa shikamo, ipokee kwa adabu, kwa sababu ni sahihi. Ukienda Asia, ukienda Europe, kule wana changamoto sasa hivi. Wana population yao wazee wengi, vijana wachache. Ndio maana wanaanza kutengeneza robot kwa wingi ili zikafanye kazi, kwa sababu wana wafanya kazi. Kwa sisi hatutaji kutengeneza robot hapa. Robot sisi bado sana, kwa sababu tunao wafanyakazi wa kutosha. Ndio maana AI, artificial intelligence, mnapopokea kama nchi lazima mwe makini. Mnaipokea kwa makini na mjue mnataka kuitumia kwenye nini. Wenzetu kule inabidi waende kwenye robot kwa sababu hamna watu. Sisi bado tuna watu wa kutosha wa kuchapa kazi hapa. Na ukiangalia nguvu kazi ya Tanzania ni takriban watu milioni 33. Nguvu kazi maana yake nini? Mtu yote mwenye umri wa miaka 15 mpaka 64. Maana yake ndio ana nguvu ya kufanya kazi. Ukishafika 65, ndio maana nchi ya Tanzania 65 lazima uretire. Hata sisi kule chuo kikuu watu wanaretire kwenye public service miaka 60.
chuo kikuu maximum 65. Kwa sababu gani? Baada ya hapo tunaamini nguvu kazi kidogo ni changamoto, japo kwa sisi tumeomba tuongezewe mpaka twende 70, kwa sababu kwenye uprofesa akili ni kama wine tu, unapozidi kuzeeka ndio inazidi kunoga. Si unajua wine ya miaka ngapi huko ndio nzuri kuliko ya juzi, lakini tumeomba Mheshimiwa Rais atufikirie kule vyuo vikuu tuongeze twende mpaka 70. Kwa hiyo tunalenga nini hasa? Lengo la kituo hiki ni kutoa huduma jumuishi za usaidizi wa upatikanaji wa vifaa vya uzalishaji na mauzo nje ya nchi, ndio hiyo Sourcing and Export Center, kitachokusaidia wawekezaji wa ndani, wazalishaji na wafanyabiashara, hususan vijana, kupata huduma muhimu za uwekezaji na biashara katika eneo moja. Kwa hiyo tunalenga watu wawili hapa, wawekezaji wa ndani. Kwa hiyo hatutarajia hapa aje mtu mgeni hapa. Mgeni tayari anakuja hapa na ujuzi wake. We want to empower our local. Tunataka kutengeneza mamilionea na mabilionea wa Tanzania kupitia uwekezaji na uzalishaji. Ndio lengo letu hilo. Na huduma ambazo zitatolewa hapa kwa kifupi zitakuwa kama 8. Kwanza, elimu ya ujasiriamali na uwekezaji, ikiwemo namna ya kukidhi vigezo vya masoko ya nje. Kwa hiyo elimu ya ujasiriamali, elimu ya uwekezaji lazima tuitoe, kwa sababu bado kuna dhana, ukisikia mtu mwekezaji anadhani mwekezaji lazima awe mzungu atoke nje. Na Watanzania wengi wanauliza, Kitila niunganisha na wawekezaji. Unauliza wawekezaji gani? Wa China. Yaani wewe mwenyewe si mwekezaji, mimi hamna. Yaani yeye kwa hiyo nataka tuwafundishe Watanzania kwamba uwekezaji kila mtu anaweza akawa mwekezaji pale alipo. Dira ya maendeleo ya mwaka 2050 ambayo wewe mwenyewe uliandika inalenga kukuza uchumi shindani unaotegemea viwanda, teknolojia, ubunifu na biashara ya kimataifa. Na sisi kama TISEZA katika kutekeleza sheria ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi, sheria namba 6 ya mwaka 2025 kifungu cha 25(2) kimeainisha malengo ya uanzishwaji wa maeneo ya maalum ya kiuchumi ni pamoja na kuongeza tija katika uwekezaji, ushindani, ukuaji uchumi, uhamasishaji wa mauzo ya nje, lakini pia uzalishaji wa ajira kwa Watanzania. Ili kufikia azma hiyo, maeneo maalum ya kiuchumi yanatarajiwa kuwa na majukumu au kuchochea vitu vifuatavyo. Vinatakiwa kuwa nyenzo ya ukuaji wa viwanda, bidhaa zinazofika kwenye masoko, na masoko yanasaidia kukuza uchumi wa taifa. Katika mwaka wa fedha uliopita, mamlaka yetu ya uwekezaji TISEZA ilisajili miradi zaidi ya 940 yenye uwekezaji wa zaidi ya dola bilioni 11 na kuzalisha ajira takriban 342,000. Lakini takwimu hizi zinaonyesha kwamba viwanda vinazidi kuwa vya muhimu na maeneo yetu maalum ya kiuchumi yanaendelea kuwa nguzo muhimu ya ukuaji uchumi. Tumebaini kwamba vijana wengi wana uwezo na hamu ya kufanya biashara na kufanya uwekezaji, lakini wanakabiliwa na changamoto za ukosefu wa miundombinu ya uzalishaji, ukosefu wa viwango vya kimataifa, lakini pia ukosefu wa uhusiano na masoko. Wanaweza wakawa na mitaji lakini hawajui namna ya kuanza. Katika program ambayo Mheshimiwa Waziri utaizindua leo, tunategemea vijana wapatiwe mafunzo, watumie miundombinu ambayo tunayo, ikiwemo kituo hiki cha pamoja ambacho tutakizindua siku ya leo, na kuhakikisha kwamba mafunzo haya yanakuwa endelevu na katika kila awamu wanayopita wanaendelea kuingia katika uzalishaji na kutengeneza ajira kwa ajili yao, lakini pia kwa ajili ya vijana wengine. Awamu ya kwanza itatekelezwa hapa Mabibo. Tutaanza na uchakataji wa mazao ya kilimo, hasa bidhaa zinazokaushwa na kuongezwa thamani, lakini baada ya hapo tutaendelea pia kutokana na mahitaji ya soko. Msingi mkuu wa programu hii ni kwamba mafunzo lazima yaambatane na uzalishaji katika hali halisi ya viwanda. Ndio maana programu hii imeunganishwa moja kwa moja na miundombinu ya maeneo ya kiuchumi kwa kifupi SEZ. Na tunatarajia kwamba programu hii itakapoanza itakuwa katika sekta nyingine, lakini katika maeneo mengine nchini. Kwa mafanikio unayoyaona katika taasisi hii ya TISEZA, huwa tunatembelea nyota ya Mheshimiwa Rais, wimbi lile ambalo analitengeneza, na humo ndani na sisi ndipo tunapopata mafanikio yetu. Na tutaendelea kuwa wabunifu kuhakikisha kwamba tunatafsiri maono ambayo Mheshimiwa Rais amekupa wewe kama kiongozi wetu, Mheshimiwa Waziri,
lakini pia sheria ile ya uwekezaji imetupa. CRDB Bank tunaamini kwa dhati kwamba taasisi za kifedha zina jukumu muhimu katika kuwezesha mafanikio ya mipango kama hii kupitia salamu zetu kupitia vitengo vyetu vya wateja binafsi na wakati pamoja na kitengo cha huduma kwa vijana. Tumejipanga kuwawezesha kizazi kijacho cha wajasiriamali watakaoweza kufanya uzalishaji, ubunifu pamoja na mauzo ndani na nje ya nchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, niruhusu nieleze kwa ufupi baadhi ya njia ambazo tutatumia kama CRDB Bank ili kuweza kushirikiana vizuri na mkakati huu ambao TISEZA leo wameufungua. Kwanza kabisa, upatikanaji wa suluhisho ya kifedha. Kama CRDB Bank tuna huduma mbalimbali, bidhaa mbalimbali ambazo tunaamini zitaweza kusupport initiative hii, kwa maana ya mikopo mbalimbali ambayo itawawezesha vijana na wadau mbalimbali ambao watakuwa wameingia kwenye mchakato huu. Lakini pili, kuwawezesha vijana ambao ni wajasiriamali na ambao pia ni wabunifu na waanzilishi wa biashara mbalimbali, kuwapa fursa ya elimu ya kifedha ambayo itawezesha kuweza kufanya budgeting, matumizi mbalimbali ya mitaji yao, lakini pia na jinsi ya kuendeleza biashara zao. Hii itakuwa ni pamoja na entrepreneurship program kutoka CRDB Bank, lakini na mentorship program za kibiashara.